Dadani, karibu sana na hongera kwa kupata kazi tulizokuwa tunatangaza. Asante. Ulitujuaje? Nilikutana na peji yenu Instagram, Wadada Center. Na pia kulikuwa kuna tangazo la kazi nyingi tofauti tofauti, nikaangalia ya qualification zangu. Kulikuwa kuna namba za simu, nilituma CV yangu WhatsApp. Nikaambiwa kesho yake nije. Nikaja na vitu vyangu. Nikafanya interview kwa siku ya kwanza. Nikaambiwa nisubirie bosi aje. Amekuja tena siku ya pili yake, nikaja kufanya interview kwa mbele ya bosi pia. Tulikuwa watatu, lakini namshukuru Mungu nimechaguliwa. Okay. Sawa, uliomba kazi ya ujuzi gani? Ilikuwa accountant and customer care service. Okay. Kwa hiyo ndo taaluma yako? Ndio, na diploma ya uhasibu. Ushawahi kufanya kazi? Hapana, just field practical. Field? Ndio. Kwa hiyo bosi karidhika na maelezo yako? Uzoefu wa field tu karidhika nao? Ndio. Wenzako wale hakuna aliyefanya kazi wao mlikuwa mnashindana pamoja? Mmoja alikuwa ashawahi kufanya kazi lakini sio taaluma ya uhasibu, alikuwa na taaluma ya ICT, information technology. Okay. Kwa hiyo kilichokubeba ni nini katika hao watatu mliofanywa interview? Nice, actually ni qualification ya uhasibu. Ya uhasibu? Ndio. Kwa sababu hicho ndio kitu bosi anakitaka zaidi? Ndio. Okay. Hongera. Asante. Kwa hiyo umemaliza lini chuo? 2023. Sasa toka 2023 umefanya hiyo, umesema umefanya field. Field ulifanya muda gani? Field nimefanya mida mitatu tofauti tofauti, yaani miezi mitatu kipindi hichi, miezi mitatu kipindi hichi, miezi mitatu. Kwa hiyo miaka mitatu, mwaka kwanza miezi mitatu, mwaka pili nilifanya miezi mitatu, mwaka tatu pia nilifanya miezi mitatu. Why sasa umekuwa unafanya hiyo miezi mitatu? Kwa nini baada ya field mara ya kwanza tu kuunganisha kupata ajira moja kwa moja ukafanya kazi? Natoka 2023 ni muda 2026. Kwa level ya kwanza nilokuwa nayo, unatakiwa kufanya field miezi mitatu. That's why nilifanya miezi mitatu. Ile baada ya kufunga chuo mwezi wa 7, nakuwa kuna mwezi wa 8, wa 9 na 10. Hiyo ni mwezi ya field, na mwaka wa pili pia hivyo, mwaka wa tatu pia hivyo. Lakini umemaliza lini? Nimemaliza 2023. Ndio sasa swali langu linakuja, toka 2023 mpaka leo 2026 ulikuwa unafanya nini? Nilikuwepo tu nyumbani nauza duka la nyumbani. Hivyo, lakini nilikuwa sijapata ajira actually. So kwamba sijajaribu kuomba. Nimejaribu kuomba sehemu nyingi, na hata nikikuonesha email yangu ina companies tofauti, lakini ndio vile ume request lakini bado majibu labda hajatoka, let's say. Okay. Yeah. Sawa. So miaka mingapi ulikuwa nyumbani? Kwa nini ukujaribu sasa kutafuta kitu kingine cha kufanya nje ya taaluma yako? Ndo hiyo nilikuwa na uza nguo. Unauza nguo? Nilikuwa tuseme nafanya biashara online. Okay. Let's say ukikuwa na shida labda na hiyo nguo yako Madam River, na shida na nguo kama ya Madam Joyce, mimi naenda Kariakoo naitafuta na kuletea. Okay. Ndio kitu ulichokuwa unafanya. Winga wanaita. Yes. Kwa hiyo ndio ilikuwa inakusukuma. Sasa hiyo haikuingizia hela? Maana sikia mawinga wanapata hela nyingi sana. Kusema ukweli, unaweza ukakaa hata 1 month hujauza. Hujapata order. Okay. Ugumu wake ndio huo. Sasa ukachukua muda mrefu bila kupata. Lakini kama ukipata order nyingi, kuna kitu unapata. Okay. Lakini sasa unajua nguo
siwezi nikakuagiza leo nguo kesho nguo. Kwa hiyo mpaka niwe tena na shida na nguo. Ni muda unakuwa umeenda na unakuwa tu just umerelax. Sasa ungekuwa na switch, unaangalia okay, watu hawavai nguo kila siku, kwa hiyo kitu gani ambacho watu wanaweza wakachukua labda kila siku. Kwa hiyo ukajaribu kwenda na upepo pia, ukijaribu biashara tofauti tofauti, na nafikiri najaribu kuwasaidia, maana wewe umepata bahati ya kupata kazi ya karia yako, lakini sio watu wengi wanafanikiwa kupata ajira baada ya kumaliza masomo, si ndio? Wengi wanakuwa bado wako mtaani kama ulivyokaa mtaani toka 2023. Nachojaribu hapa kufanya au kukisema ni kwamba usibaki tu nasubiria kazi ya karia yako, kwa sababu sisi hapa tuna kazi nyingi na wewe umekuja umeshuhudia. Nafikiri kwa siku ulizokuja hapa unapishana na wadada, si ndio? Wako wadada wengine wana karia kama ya kwako, lakini inabidi wakafanya shughuli zingine wapate mitaji ya kufanya shughuli zingine. Kwa naiongea hii kwenye hii content yako, pamoja na kwamba nakupongeza kwa ajili ya kupata hiyo nafasi ya uliosomea, lakini sio watu wote wanapata kazi walizosomea. Kwa hiyo tusiendelee kukariri kwamba lazima kitu nilichokisomea ndio nikipatia ajira. No, ajira yoyote ambayo ipo, especially hizi ambazo ni very basic. Sisi kazi zetu hapa ni very basic, kazi za ndani, si ndio? Kazi za ndani, kuna mtu ambaye hawezi kufanya kazi za ndani kweli? Yaani wewe uweze kusoma uhasibu ushindwe kuosha vyombo au kutandika vitanda au kusafisha nyumba? Hapana. Ila tuna shida moja ya kiburi cha elimu, ndio ninachoona kinawasumbua wasomi nyinyi hapo. Ukishakuwa na kidiploma chako unaona kama mimi sistahili kuosha vyombo wala kusafisha nyumba. Kwa hiyo unakuta mnakaa mtaani muda mrefu. Wewe hata uliweza kujiongeza kwenye uwinga, kuna mwingine hata uwinga hafanyi, yupo tu anasubiri mpaka apate kazi alosomea. So hiyo sio nzuri. Kwa hiyo ndio message yangu kwa marafiki zako, ndugu zako, wasomi wenzio ambao na wao bado wako mtaani. Wewe yani umepata kazi, lakini wako wengi ambao hawawezi kupata kazi kwa sasa hivi kutokana na ukweli kwamba vyuo vinatema wanafunzi wale wahitimu, lakini wakija mtaani ajira hamna, si ndio? Ndio wimbo wetu wa taifa. Ndio. Au unasemaje? Ndio. 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 Kwa mfano baada ya kufika huku kwetu unaonaje? Yani anyway, yani nachotaka kusema ni kwamba umekuja kwenye taasisi ambayo ina opportunity ambazo sio tu za kazi za uhasibu. Uhasibu linatokea moja moja, yani ni moja, yani katika kazi 50 uhasibu inakuwepo moja, hizo nyingine za kawaida. Je, wewe huwezi kufanya kazi za kawaida ili upate mtaji wa kufanya biashara? Naweza. Unaweza. Ila sikuwafahamu mapema, let's say. Okay. Kwa hiyo ni kwamba ungekuwa umefahamu mapema, labda ungekuwa umeshajiongeza kwenye hizo nyingine zilizokuwepo. Yeah, still unalipa tu vizuri. Kwa mtu kama wewe mnaanza kulipa 300,000 kwenda juu, sio hela mbaya, na unakaa kwa bosi, unakula kwa bosi. Hiyo ni hela nzuri. Kama wewe unasema winga kwa mwezi unaweza usiuze nguo au kauza nguo moja, kwa nini usifanye kazi ambayo unapata 300,000 ya uhakika na hapo una bili yoyote, si ndio? Nazungumzia kwa graduate kama wewe, lakini kama una uwezo wa kazi, maana graduate sio cheti chako, ni uwezo wako wa kazi kuweza kutransform elimu yako na kuitumia kwenye kazi za kawaida na kukazifanya kwa ubora. Ndio maana ya mtu kuwa na elimu. Haya, kwa hiyo lini unaanza kazi ya uhasibu? Kesho. Kesho ndio unaenda kazini. Tarajie nini? Tarajie mazuri. Mazuri? Kama kazi za uhasibu ni kazi za kucheza na hela za watu. Vipi? Maana issue za uaminifu sasa hivi nazo nimekuwa ni changamoto kwa vijana. Vijana wanatamaa, wakiajiriwa kidogo mahesabu yanakuwa yanapindapinda kwenye biashara za watu, kwenye kazi za watu, na wewe unaenda kwenye biashara ya mtu. Hilo vipi? Ila kwa kuwa ni mambo ya pesa, nitahakikisha kwamba kila transaction in stock inayofanyika pale ipo recorded ili kuweza
kupunguza au kuepusha gap la hela. Gap la hela? Gap, kwa hiyo gap liwepo, unataka kupunguza tu, lakini gap litakuwepo. Yani kuna hela zitakuwa hazionekani. Kuepusha gap kwa kuhakikisha nimerekodi kila kitu ambacho kipo kimeingia na kutoka hivyo, na kama kukiwa kuna any errors nitaripoti kwa boss wangu immediately ili tujue tuna solve vipi na cross checking those transactions ambazo nimerekodi. Yaani wana kujieleza vizuri tu, mnajieleza kwenye uaminifu kwa maneno tu, mnaongea vizuri, ila sisi tunachosema ni kwamba tutamjua yani kama ni mwaminifu atakapokuwa kazini. Ndio. Kwamba bosi wako ataturipotia nini, kwamba unaendelea vizuri, kazi zake zinaenda sawa, hakuna sintofahamu kwenye mahesabu yake, kwa sababu kiukweli kama nilivyokwambia, changamoto kubwa ambayo, mtihani mkubwa ambao vijana wengi wanakabiliwa nao ni issue za uaminifu. Kazi zipo, fursa zipo, lakini wale ambao wanapata hizi nafasi wanakumbwa sana na issue za tamaa, umeona, wizi, udokozi, hivyo tutakuwa waaminifu. Kwa hiyo mimi nakupa kama angalizo kwamba sasa wewe uende kule ukatuonyeshe wewe ni tofauti na vijana wengine. Sawa hilo. Lakini pia kuna issue ya uchapakazi. Uaminifu ndio key, that is number one, lakini sasa uchapakazi wako pia ni muhimu. Unaweza ukawa mwaminifu lakini ukiwa mvivu nayo inakuwa ni shida. Kwa lazima viende vyote. Maadili ya kazi ambayo ni ya uaminifu, alafu pia na mambo ya uwezo wa kazi kwa maana ya uchapakazi wako. Vikiwa ukiweza kuviweka pamoja hivyo vizuri, wewe utafika mbali, utafanikiwa. Sawa, nakutakia kila la heri na hongera tena. Asante.